Mimi naitwa Mchungaji Humphrey Wilson Masawe, mchungaji kiongozi wa usharika wa Sihasango. Tumekuwa na mpango wa kuwa na semina za viongozi kama mpango mkakati wa Dayosisi ya Kaskazini wa kuanzia mwaka 2024-2028 wa mpango mkakati wa Dayosisi. Kwa msingi huo tumeandaa semina hii ya uongozi ili kuimarisha viongozi wetu kukua kiimani na kiakili na kiuchumi pia, ili wanapofanya kazi hii ya Mungu waweze kuwa na matokeo mazuri kiroho na hata kiuchumi. Kwa hiyo nashukuru sana mchungaji kiongozi wa usharika ngani Nairobi jinsi ambavyo amekubali kufika usharika wa Sihasango kuleta semina hiyo ambayo imekuwa baraka sana, kama ambavyo umeona katika semina wakifurahia sana mafundisho yale ambayo yametolewa na mchungaji, yatawajenga sana washarika wetu. Kwa hiyo naamini kwamba ni mbegu imepandwa kwenye usharika wetu ya uongozi bora, uongozi makini kwa ajili ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa ujumla namshukuru Mungu sana kwa mpango mkakati wa Dayosisi ambao unafanya kazi katika sharika zake na katika sharika huu. Kwa kweli tunahitaji kuwa na semina za mara kwa mara ili kuwaimarisha vijana wetu, wazee, viongozi, wazee wa sharika, ili tuweze kumudu ama kufikia lile lengo ambalo Dayosisi imeweka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Elifuraha Keimari, ni Mkristo usharika wa Sihasango, ni mwenyekiti wa majengo katika mtaa ule wa Laktore, pia ni mwenyekiti wa wanaume katika usharika wa Sihasango. Mimi leo nina furaha ya pekee kupokea semina hii ambayo tumepewa Wakristo na viongozi wengi wa usharika wetu wa Sihasango. Kuna mambo mengi nimejifunza katika semina hii ambayo yalikuwa muhimu sana katika uongozi wangu na katika usharika wangu. Kwanza, kujua jinsi Mungu anavyokuchagua katika utumishi ni jambo la kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Jambo lingine ni pale kujua kwamba uongozi ni wito. Pia ule wito pia ni muhimu sana katika maisha yako kama umepata huo wito kwa ajili ya uongozi. Jambo lingine ni viongozi wengi katika mtaa wangu na katika usharika wangu hawakuwa wanatambua umuhimu wa uongozi wao, kana kwamba wao ni akina nani katika usharika na wana wajibu gani katika usharika huu. Kwa hilo pia tumeona ni furaha ya pekee kupokea jambo hilo katika usharika wetu wa Sihasango. Tunashukuru sana viongozi waliofanya utaratibu wa kupata hii semina, na tunaomba sana waweze kuirudia tena tupate kuimarika zaidi kiroho zaidi katika sharika zetu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Ana Joyce Vincent Kileo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo tumeipata sisi kama viongozi wa kanisa letu kwa ajili ya semina hii ambayo tumeipata. Kwa mafunzo haya tuliopewa na huyu kiongozi yamekuwa msaada au yametufundisha mambo mengi sana ambayo tulikuwa sisi hatuyajui katika jamii, hata katika kanisa letu. Kuna mambo mengi ambayo tumefundishwa kwenye semina hii. Kwanza kabisa sisi kama viongozi au mimi kama kiongozi nilivyochaguliwa kama mzee wa kanisa, huwa nilipata hofu sana na kuona kwamba sintaweza kufanya jambo hili. Mara nyingi kwanza nilikuwa hata nikikaa mahali ninalia kwa kuona kwamba sintaweza kulifanya hili jambo au kufanya shughuli hii. Ila namshukuru Mungu kwa sehemu nimeweza kufanya, lakini kuna mengi ambayo nilifanya kwa udhaifu. Ila kwa leo kwa semina hii tuliopewa nimezidi kuimarika zaidi na kujua kwamba hofu niliyokuwa nayo imenisababisha mimi kufanya kazi hii kwa uaminifu zaidi. Na pia kwenye hili somo kuna somo tulilofundishwa la protocol. Kwenye swala la protocol kuna sehemu ya uandaji wa chakula katika familia. Hilo pia limekuwa likitupa shida mimi au kama wamama au sisi sote kama wamama. Kuna sehemu tulikuwa tunakosea, mara nyingine wababa walikuwa wanachelewa, pengine wamechelewa kwenye shughuli zao. Mama kama mama umekuwa umeandaa chakula cha familia pale, lakini sasa tulikuwa hatujui kwamba tunapaswa kumsubiri baba au kumtengea baba sehemu yake kabla sisi hatujaanza kula. Na mtumishi ametufundisha hapo akatuambia sisi kama wanawake
tunawalisha waume zetu makombo, kwa sababu sisi tunatangulia kula, baba anapokuja yeye ndo anakuja kula wa mwisho, wengine wakiwa wameshakula. Kwa hapo kweli nimejifunza kitu. Mimi kama mama, nafasi yangu inanipasa niisimamie vizuri kwa mwenzi wangu. Basi kutokana na semina hii, mimi niwaomba kuwaomba wazee wa kanisa mliopata semina na viongozi mliokuja kwenye semina hii, mkaendeleze masomo haya, mkayaishi masomo haya, mtakuwa viongozi bora kwenu na familia zenu, na mtakuwa baraka kwa kanisa. Niwatakie baraka za Mungu mnapoenda sasa, mnapotawanyika, uso wa Mungu watangulie, muweze kufika kwa amani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.